Anthony Peter Mavunde, mbunge, waziri wa madini. Ndugu wanahabari, kama ambavyo mnafahamu, tuko hapa Arusha kuhudhuria na tumetoka kufungua mkutano wa EITI duniani. Wamekuja kufanyia mkutano wao hapa nchini kwetu mkoa wa Arusha. Ni jambo la heshima kwa nchi yetu. Sisi Tanzania kama mwanachama wa nchi duniani ambazo zinatekeleza ili takwa la kuweka uwazi wa mapato yanayolipwa na kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini, sekta ya gesi na mafuta, malipo yao kwa serikali yawekwe wazi, ndio matakwa ya EITI standard ambayo kimataifa leo inafanyika hapa. Lakini vile vile na serikali kudisclose kile ambacho imepokea kutoka kwenye kampuni hizi. Initiative hii ilianza mwaka 2008 na Tanzania mwaka 2015 15 tukatengeneza sheria inaitwa Data Act. Sheria ambayo kabla ya hapo ilikuwa kudisclose kampuni imelipa kiasi gani na serikali imepokea hicho kiasi, ilikuwa inafanyika kwa hiari, lakini serikali yetu ikaona ni vyema takwa hili liwe la kisheria. Kwa hiyo iko sheria inaitwa Data Act 2015 ambayo inataka kampuni ambazo ziko kwenye sekta ya madini, sekta ya gesi na mafuta kudisclose kile chote ambacho wanalipa serikalini, na serikali kuconfirm kiasi ilichokipata kutoka kwenye makampuni haya. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa tumeyapata, na dunia sasa imekuja kujifunza namna ambavyo Tanzania imekuwa mfano katika utekelezaji wa hii initiative ya EITI. Nimpongeze ndugu yangu, kakaangu Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, waziri wa madini, kwa kusimamia vyema maono ya Mheshimiwa Rais ya kuweka uwazi katika usimamizi wa rasilimali za nchi. Lakini tukupongeze pia kwa kazi nzuri ambayo unaifanya ya kumsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo ambalo amekuamini kama waziri wa madini. Tunaona mageuzi makubwa kwenye sekta hii chini ya usimamizi wako. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Tumetoa ripoti ya 14 ya uwazi na uwajibikaji ambayo imeonyesha Tanzania inaendelea kufanya vizuri kila mwaka kwenye kuboresha eneo hili la uwazi na uwajibikaji, na hasa katika kuiweka wazi mikataba iliyoingiwa kwenye sekta ya madini na sekta ya nishati, lakini vile vile kuweza kutambua wamiliki wa makampuni mbalimbali ambayo yanafanya kazi kwenye sekta ya uziduaji hapa nchini Tanzania. Imekuwa ni kilio cha wananchi wengi kuweza kufahamu juu ya uwazi kwenye sekta hii. Tanzania hivi sasa ni kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana, na ndio maana ilikuwa rahisi kuweza kuvutia mkutano huu kuja kufanyika hapa nchini Tanzania, kwa sababu kutoka ripoti ya 13 mpaka 14 viwango vimeendelea kupanda mwaka hadi mwaka. Tafsiri yake ni kwamba katika eneo hili sasa kama nchi tumejizatiti kuhakikisha kwamba tunaweka taarifa zote wazi ili wananchi waweze kufahamu kinachoendelea katika sekta hii ya uziduaji. Na kubwa kuliko yote ni wananchi lazima pia wafahamu rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia zina mchango gani katika maisha yao ya kila siku, katika kuimarisha uchumi wetu, lakini vile vile katika kuimarisha masuala ya kijamii. Hivyo niendelee kusisitiza tu kwamba sisi kama wizara ambao ndo hasa wasimamizi wakubwa katika eneo hili chini ya mwamvuli wa TEITA hapa Tanzania, tunaendelea kuhakikisha kwamba taarifa zote zinawekwa kwa uwazi ili wananchi wa Tanzania waweze kufahamu kile ambacho kinapatikana kupitia rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametujalia. Nawashukuruni sana. Taasisi hii kidunia ina wanachama 57. Kwa hiyo huu mkutano unawakilisha interest za wanachama hao 57. Na nipende kusema tu kwamba tangu Tanzania ijiunge na taasisi hii mwaka 2009, ukweli ni mara ya kwanza leo hii taasisi imekuja kufanya mkutano wake hapa nchini kwetu. Kwa hiyo kama alivyosema mgeni rasmi na Mheshimiwa Waziri Mavunde, hii kusema kweli imeonyesha dhahiri kabisa
jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ya kufungua nchi. Na ni ukweli, waandishi wa habari takubaliana na mimi kwamba Tanzania imefunguka. Mikutano ya kimataifa inakuja ni mingi, na mikutano ya kimataifa ikifanyika nchini ni dalili nzuri kwamba nchi ina amani, uchumi wa nchi unakuwa, kwa sababu wanapokuja hawa wanakuja na pesa zao, watazitumia, wanaziacha hapa. Lakini nipende kusema kwamba taasisi yetu ukweli tumetengeneza ripoti 14 so far, na kabla ya mwezi wa 6 tutatoa ripoti ya 15. Mgeni rasmi amesema kwamba ili ripoti ya TEIT iweze kufikia walengwa, tunawahitaji nyie waandishi wa habari sana. Kwa hiyo lile tamko alilotoa mgeni rasmi kwamba TEIT tujitahidi kuwa na semina za waandishi wa habari kuhusu ripoti itakayotolewa, si ndio? Mimi naomba kama mwenyekiti nichukue seriously, na tutajitahidi. Ripoti ya 15 ikitoka, tutawaita tukae pamoja, tuelimishane, ili kupitia nyie musambaze taarifa kwa wananchi wote. Kuwakaribisha sana wageni wote, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Mavunde, Mheshimiwa Uto ambaye ndio mwenyekiti wa TEIT. Kwanza kabisa niseme Arusha tunawashukuru pia sasa kuweka mkutano mkubwa huu wa madini katika mkoa wa Arusha. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, ninaomba niseme kwamba Arusha tunaendelea kuboresha kuwa kitovu cha mikutano mikubwa kama hii. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kutokana na imani hiyo zaidi ya bilioni 300 katika kuhakikisha kwamba anajenga ukumbi mkubwa sasa, kuidhinisha moja kwa moja kwamba Arusha sasa kuwa ndio kitovu cha mikutano mikubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.